sasa. Bro, karibu sana. Mimi nataka nijue umezidi miaka 25? 23 huyo. Hapo 25 eh? Okay, sawa. So nimebashiri vizuri. Namwona Leticia ananicheke. Pambana na hali yako. Ndio vitu vyake. Mmoja kuzungumza na Mr. Right. Mr. Right, mambo vipi kwanza? Umepoa. Sasa mbeleni mwako hapo kuna warembo, unaona eh? Wamepoa, wametulia. Wako kwa sababu yako. Unachotakiwa wewe, tazama jicho lako kuanzia pale mpaka kwa Nasma. Ukimwona yule ambaye amekuvutia, tulia. Toka mdogo mdogo. Nenda pale. Kamwambia Miguel. Mnongoneze. Vitu unavyopenda? Mnongoneze bila kutumia mic, mnongoneze ni fulani ndio muona nimempenda. Bila kutumia mic unaweka pembeni. Chagua ndugu wangu, rangi, umri, urefu, ufupi, maini, moyo wako. Nini? Chagua. Mr. Right, chagua. Mwache usimpaka. Lazima uregea unatokea kule. Chao pele mpenzi. Ushamona? Esemayo. Ushamona? Usitaje jime, ushamona? Pazito. Ushamona lakini. Aya, usiongee, nenda kamnong'oneze pale. Mwambie chao pele wako. Kashamona. Chao pele mpenzi. Aya yasema. Bro, vipi? Nishamjua. Kaseme pale. Mpigeni makofi Mr. Right. Naomba bwana. Amen. Hello. Amen. Warembo 17 waliobaki baada ya Naomi nao wanakwenda kumchagua Mr. Right. Je, wamemwelewa kijana mwenye umri wa miaka 25 kabla profile yake kwanza? 3, 2, 1. Kakausha. So sweet. Sunshine, kakausha. Azima taa kwanza tuangalie vizuri. Hamna taa hujapo. Ngoja tujia. Kaya amasha? Hujawasha. Wewe, amasha wewe hapa Swema. Taa kwa Swema hapa. Hamna taa? Hajawasha. Leticia? Hola. Sasha Hola. Jasmine Hola. Dati? Tamari, ngoja. Tamari naona anacheka. Kila kimwangalia ukaka anacheka. Hebu niambie, unaona haya hapa, umemwelewa au mimi? Hamna haya yote lakini hapana. Kwa nini mtoto watu kanyosha shati? Kavana kizibao. Kapitia changamoto. Ni IT. Hivyo sio kwa msingi kwako. Mapenzi ni moyo, mapenzi ni hisia, na hapa nimekuja kumtafuta mwenza ambaye naenda kuunda naye maisha. Kwa hiyo sijaja kukurupuka kutafuta tu mtu kwa sababu namonea huruma, hapana. Naenda kutengeneza maisha ya baadaye, kwa napaswa kuchagua mtu sahihi katika maisha yangu. Umenijibu mustahabu, yani umenijibu kwa kupendeza vizuri kabisa. Umeongea yote. Umeona eh? Unajua wanasema Mmoja kuongea na Clara. Ongea na Clara. Jirani yake katoka pale wa kwanza mwenzi. Clara wa kwanza kabisa. Mwenzi wao ameondoka hapa. Pacha wake. Unasemaje? Mimi kwanza zingatia kizibao wakati unajibu. Ni mtanashati ndio. Mzuri kufanania kama walimu wa kwaya, lakini kiukweli naweza nikasema sio riziki yangu. Mwalimu wa kwaya tena jamani. Naweza nikasema sio riziki. Au mwalimu wa math. Sio riziki yako? Sio. Hapa ni wapi? Ulisema tutafika mbali. Ngoja. Kuna mtende Recho, kila siku tunamchukulia poa. Recho. Mtoto wa watu kapitia changamoto ya kuvunjika mguu. Sijamtamani. Lakini kumpenda umempenda, hujamtamani. Sasa kama sijamtamani naanzaje kumpenda? Naanza kumtamani kwanza ndo nimpende. Kwa pote hivyo. Sijamtamani, kwa hiyo sijampenda. Bwana Mr. Right kaangukia chapuo, lakini yuko ambaye alimuona alivyoingia kwa mara ya kwanza. Mimi nafikiri ni wakati wake mujarabu sasa. Kwanza Amigela tutajie, tukishamjua
kwa heshima na taadhima tumlete mbele. Anaweza akabahatisha ndurute, akauza maneno yake, mtoto akamwelewa, na usiku ukawa sherehe wa nderemo na vifijo. Abigail, kwa mamlaka nilopewa naam, Abigail, Mr. Right, naenda kumtaja ndio Golden Girl. Ni Golden Girl bwana, yeye kuna kipindi alilia sana, alipiga magoti baada ya kukataliwa, akasema sababu mimi sina nyama. Sasa uko kutokuwa na nyama, akaja Mr. Right leo, zile nyama ambazo mwingine hakuziona yeye kaziona. Yani kasema mimi nimeridhika na wewe, pamoja na kwamba una nyama, lakini nakutaka wewe. Kabla hujamtaja mimi naenda kumshika, namleta hapa mbele. 15 kwake ni mtoto mdogo sana. Lulu mwache aje hapa mbele, nimeshamjua ni huyu kisiki wa msimu huu. Ni kisiki wa msimu huu na mnaendana mashallah. Hapa upande huu choka huko. Letisha nilikuwa na kuangalia kwa haraka haraka. Nisikufiche, Mr. Right amenifanya nikuchunguze na una kitu. Mimi nilikuwa napapatika. Nisikufiche. Sasa Mr. Right, huyu ndio Golden Girl wako, si ndio? Ulivyomuona, ulivyoingia mara ya kwanza ulimuona? Ndio. Mrembo, Letisha, kijana umepoa, una heka kokote unaingia naye, kokote analala. Amefika hapa na mikono mfukoni kaweka. Unamwambia nini? Maanake hajakuashia hata hii moko, wala moyo wake hujashtuka. Nakupa nafasi, uza sera. Chombeza baba, chombeza. Wewe mtoto umezaliwa Ocean Road, mdogo wangu, usiwaangushe walozaliwa Ocean Road, usiwaangushe. Hakuna alozaliwa Ocean Road akashindwa kuuza maneno. Bro, kila laheri, kazi unayo. Letisha ni msichana mrembo sana ambaye kila mwanaume akikuona anatamani kuwa na wewe. Me too. Wewe. Wewe Garabi. You too. Najikaza tu hapo. Si sure. Lakini moyo wangu umekuona wewe katika wasichana wote kwa Mr. Right, kwa sababu una kila sifa ambazo yule mwanamke na muhitaji. So ningeomba unipe nafasi katika moyo wako. Basi unifikirie kwa nafasi moja ama nyingine, kwa sababu nimetokea kuvutiwa sana na wewe, kuanzia muonekano wako, kila kitu. Japo sauti sijaisikia, lakini itakuwa sauti ni nzuri sana. Utaisikia. Letisha sasa. Umemaliza nani hapo Letisha? Letisha unajikuta nani Letisha? Bro, umemaliza? Letisha, vile ulivyojisikia wakati mtu amekukataa hapa mbele, usiende huko. Sio atakapojisikia kaka wa watu. Usiseme hivyo. Nisemeje? Usiseme hivyo. Kajala. Kumbeana. Sema hivyo. Ndio naongea naye. Ongea naye. Letisha. Asante kwa kunipenda. Mimi nashukuru sana. Lakini wewe mdogo. Letisha, usimwambie mdogo, mwambie hivi. Kwa sababu subiri kwanza. Letisha, usiseme mdogo, kwa sababu ukisema mdogo maana yake na wewe ni mdogo, na ndio maana umekaa pale kwenye podium. Yaani ukisema wewe ni mdogo, that means hata wewe kudeserve kukaa pale kwenye podium, kwa sababu umri alionao ndio umri ambao uko nao wewe. Kwa hiyo ana kila sababu ya kuja kumtafuta mrembo. Usiseme hivyo. Yaani nataka mwanamume, toa sababu ya maana. Nataka mwanamume mwenye umri wa miaka 30 na. Sasa yani wewe una 25, mimi na 29. 30 kwa gundue nini? Letisha. 30 kuendelea, kwa sababu akiwa na 30 alafu huku kichwani kukaa ni sawa na 18. Kuna faida gani? Sihitaji mwanamume mdogo. Ndio. Mwenye umri mdogo na maanisha. Hivi kuna watu wanakuaga lakini kichwani havikui. Yaani sasa ukiangalia mimi na huyu tunavyoenda wote, nampeleka nyumbani kweli, yaani tunalingana? Hapana. Mr. Right, una sababu yote ya kujitetea? Unajua katika maisha mtu akishaamua jambo lake kwamba amekusudia kufanya kitu fulani, huwezi kumlazimisha, kwa sababu kama yeye ameona hivyo, sina sababu ya kumlazimisha, kozi
tusije tukatoka hapa nikamlazimisha mambo akawa mengi, alafu sisi watoto wa Ocean Road hizo kodi hatunaaga. Kwa hiyo kwa kifupi, Mr. Right, kwa kifupi anachotaka unapenda, anachotaka unataka, namna hiyo, si ndio? Umezaliwa Ocean Road, lazima uchangamke. Unakuwa kama sisi wa mkoani bwana. Wewe vipi? Asante kwa kunipenda. Kamaliza, waliozaliwa Ocean Road hizo kodi Hatunaaga. Asante sana Leticia, naomba urudi. My brother from another mother. Yeah. Kitovu chako kimezikwa Ocean Road. Wauni wote peponi. Niliwaambia Mr. Right namba 3 ameangukia chapua, lakini nimependa akasimamia msimamo kuwa wauni hatuzimii kodi fulani. Of course ukataliwa usiwe mnyonge sana, ni sehemu ya maisha, na hivyo ndivyo Mr. Right alivyoangukia.